Fatma Juma, nipo na Kabwe. Tuongee mawili matatu kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara 2025 2020. Kabwe, habari yako? Safi, kwema. Kwema mzima Mzima, Mike ya Ben TV na mwaka mzima sijatia maneno. Mwaka mzima? Mwaka hii. Unafika. Mwaka unafika. Beni amenitenga. Taarifa zangu anazo. Beni umenitenga Beni. Okay. Tuanzie na Jonathan Soa, namba 9, klabu ya Simba Sports Club, na vile vile tunaweza kusema kwamba ni namba 9 bora nchini Tanzania. Ila tabia yake ambayo amekuwa akionyesha kuna namna itaathiri klabu ya Simba. Tumeona zidi ya Stade Malien, tukaona tena zidi ya Azam FC. Mpaka leo hii watu wanaiongelea kwamba inabidi afungiwe namna gani vipi. Kwa upande wako, tabia ya Soa itaathiri vipi klabu ya Simba katika ligi kuu Tanzania bara na vile vile mashindano ya klabu bingwa? Soa alichokifanya nafikiri hata viongozi wa Simba wenyewe hakikuwa shangaza kwa sababu wanajua tabia yake jinsi ilivyo. Wakati wanamsajili alipotoka tu kila mtu alikuwa anafahamu kabisa kwamba Soa ana tabia mbaya. Umeona, Soa ni short temper, Soa ni mkorofi. Huo ndio uhalisia, ni mkorofi sana. Na mechi ya kwanza kabisa Yanga ya Jamii, Simba na Yanga alikosa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ukorofi. Alipigwa red card baada ya kufanya vurugu kwenye mechi ya mwisho wa finali ya kombe la TFF, of course. Kwa hiyo Soa anafahamika kabisa kwamba ni mkorofi. Kwa hiyo kilichotokea kwa Himid Mao ama chochote ambacho atakachokifanya cha utovu wa nidhamu, obvious uongozi wa Simba utakuwa umejiandaa. Lakini ukweli ni kwamba kama mchezaji muhimu, mchezaji ambaye Simba wanaweza kawa na muhitaji muda wote wa mchezo, lazima iwaathiri kiukweli kabisa. Soa ni moja kati ya washambuliaji wazuri sana, ana talent kiukweli, mimi namkubali vibaya mno. Lakini shida kubwa aliyokuwa nayo Soa ni nidhamu. Tukiwa kweli kabisa, nidhamu ya Soa mara nyingi imekuwa sio nzuri, amekuwa kengeuka kiasi ambacho sasa kwenye mchezo wa mpira wa miguu kikosa hicho kitu muhimu, haswa nidhamu, haikuathiri wewe tu, inaathiri mpaka timu. Mara kadhaa ambazo nimekuwa nikiufuatilia mpira wa miguu, kuna baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa na tabia hizo ngumu. Mfano Mario Balotelli, nakumbuka kuna kisa kimoja aliwahi kuzungumza Jose Mourinho. Mona aliwahi kumfanyia sabu Mario Balotelli. Alisema alikaa naye takribani dakika kama 20 hivi anazungumza naye. Bwana Mario Balotelli, na kuingiza hivi sasa, ukienda usifanye chochote, yani usiwe mkorofi, wewe cheza tu, mimi nimekupa uhuru, wewe cheza tu. Mario Balotelli akasema hakuna shida, akakubali. Mourinho anasema baada ya sabu ya Mario Balotelli haikupita hata dakika moja, Mario Balotelli akala nyekundu. Hiyo ndio tabia ya wachezaji wenye tabia ngumu. Huwa wana talent lakini unapaswa kuwavumilia. Kwa hiyo Simba wakati wanamchukua Jonathan Soa walijua kabisa ana tabia ngumu. Kwa kitu pekee ambacho walichopaswa kukifanya ni kumvumilia, kwa sababu tayari walishakuwa na mchezaji wa namna hiyo. Nakumbuka Bernard Morrison wakati wanamsajili kutoka Young Africans alikuja na tabia ngumu kama hizo. Kwa hiyo binafsi kwa kilichotokea kwa Soa kwangu mimi sio kigeni, hakuna jipya. Ila ambacho wana Simba na viongozi wa Simba wanapaswa kukikubali ni kwamba Soa tabia yake ni ngumu na inabidi wamvumilie kwa sababu hiyo ndio tabia yake. Ni short temper, ni mkorofi, ila talent anayo. Mimi namkubali binafsi na akipata nafasi anawasaidia Simba. Mechi ya Simba dhidi ya Mbeya City uwanja wa Isamuhyo, Simba iliweza kuondoka na ushindi wa magoli 3. Na mashabiki wengi walikuwa wakimwimba Matola, akimwinga pamoja na Bajabere kwa kile ambacho amekifanya. Ameingia na amepata bahati ya kushinda goli ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Juzi Simba dhidi Azam FC, Simba kafungwa, lawama anatupiwa Murtaza Mangungu. Hii inatokana na nini ndani ya Wekundu wa Msimbazi? Sasa Murtaza Mangungu si ana damu ya kunguni? Ana damu ya kunguni. Murtaza Mangungu ana damu ya kunguni. Murtaza Mangungu lazima atupiwe lawama kwa sababu yeye ndio mbuzi wa kafara. Mbuzi wa kafara kwa sababu ameshindwa kuwa karibu na wanachama wa klabu ya Simba na mashabiki. Unajua, muangalie Ahmed Ally anavyofanya kazi. Ahmed Ally, unajua kwa nini mashabiki wa Simba wanampenda? Na hata kama timu unakuta ikifanya vibaya, hata aseme nini, kwani kashawadanganya mara ngapi hapa? Aliwahi kusema kwamba Simba wamesajili striker refu kuliko goli.
ambaye ni Steve Mukwala akifunga alisema kuna wachezaji wakishuka bahari ile pale inapasuka. Kwani mashabiki wa Simba wajui kama anawadanganya? Au wanachama wa Simba wajui kama anawadanganya? Ameshawadanganya mara kadhaa hapa, mara nyingi. Lakini kwa nini wanampenda? Kwa sababu yuko familiarity na mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba, wanazungumza lugha moja. Wanapokuwa wanapata matatizo amekuwa ni mtu wa kuwafariji, yupo karibu. Hizo ni kazi ambazo alitakiwa azifanye mwenyekiti wa klabu. Lakini sasa Murtaza Mangungu, mashabiki wengi wa Simba wana hasira naye kwa sababu yuko mbali na hao mashabiki. Yani unamuona ni mtu fulani ambaye anajitenga. Yani kama vile yupo tu Simba kwa sababu ya kutimiza majukumu. Sio vizuri. Kwa hiyo yeye mara nyingi anakuwa ni mbuzi wa kafara kwa sababu ya hiyo. Na watu wengi kutokana na hiyo hali wanamuona kama kama ni mpinzani hivi. Yani kama ni Yanga hivi. Na mpira wetu wewe unaufahamu. Ni mpira ambao mara nyingi sana unaendeshwa na propaganda na siasa za majitaka ambazo kwa jasusi ambao sasa hivi samehimia ambao sasa hivi Africans kwa sababu wanaona Simba panawaka moto, alikamwe anaendelea kuendelea kumwagia mafuta tu petroli. Wasema mara wanajasusi, mara nini. Hiyo yote ni kwa sababu ya mpira wetu, propaganda nyingi na kadhalika. Sasa propaganda kama hizo zikiwepo, kuna baadhi ya mashabiki huwa hawaelewi. Wao hawajui kama ni propaganda, hawajui nini. Wao wanaamini ni kweli. Kwa hiyo wale sasa mashabiki hawaangalii issue za kiufundi uwanjani, kwa nini Simba inafanya vibaya, hawajali kuhusiana na nini. Wao wanachojali ni kutupia lawama viongozi ambao wao wanaamini ndio chanzo cha matatizo. Kwa hiyo matatizo ambayo anakutana nao Murtaza Mangungu, lawama na mambo yote ambayo yanaendelea ni kwa sababu Murtaza Ali Mangungu ameshindwa kuwa karibu na wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba. Wanamuona kama msaliti, wanamuona kama mtu ambaye hayupo nao pamoja, iwe kwenye shida, iwe kwenye raha. Ijapokuwa Murtaza Mangungu sio chanzo cha matatizo yanayoendelea kwenye klabu ya Simba. Licha ya kwamba yeye ni kiongozi mkubwa na ni kiongozi ambaye anawakilisha wanachama, lakini yeye sio mtu wa maamuzi. Lakini ni mbuzi wa kafara kwa sababu ya mazingira aliyojitengenezea na mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba. Kwa nini mashabiki wa Simba hawamlaumu Magori ambaye ndio mwenyekiti wa bodi? Kwa nini mashabiki wa Simba hawalaumu watu wengine? Kwa nini Murtaza Mangungu? Simula nzuri. Ukisikia mashabiki wa Simba wanalaumu uongozi, umeona, wanajumuisha uongozi mzima, uongozi wote. Simula nzuri. Uongozi wote. Umeona? Labda chips kuku, umeona? Uongozi wote mashabiki wa Simba wanaujumuisha uongozi wote kwamba bwana nyinyi ndio, lakini hawamlaumu Magori, hawamlaumu sijui nani. Ila linapofika swala la matokeo mabaya kwenye kumlaumu Murtaza Mangungu, huyu anaenda straight, huyu ndio tatizo, yani vurugu, korofi na kadhalika, kwa sababu amejiweka mbali na wanachama. Kwa hiyo mzee wetu kuna eneo pia na yeye inabidi ajitathmini, labda ndio tabia yake, labda ndio wajihi wake. Sasa hauwezi kumlazimisha, lakini ukweli ni kwamba mashabiki wa Simba wanamtengenezea mazingira hayo kwa sababu ya kuwa mbali na wanachama, na pale ambapo wanapotaka matatizo yao yasemewe kwenye bodi au yeye achukue apeleke au awasikilize moja kwa moja, inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo walitamani, nimekaa juzi na mashabiki wa Simba wanasema wanatamani hata mwenyekiti wa klabu ya Simba angekuwa labda Ahmed Ally, kwa sababu anawasikiliza. Wanatamani yani mwenyekiti wa Simba angekuwa ni Ahmed Ally kwa sababu anawasikiliza kwenye shida na raha, wapo naye pamoja. Ni rahisi kuchukua vitu vyao akavipeleka kwenye bodi, yeye ndo anawajulia, yeye ndo ana uwezo wa kuwashawishi. Kwa hiyo wanatamani hata mwenyekiti angekuwa kama vile Ahmed Ally. Umeona? Yani angekuwa Ahmed Ally, hizi lawama zote asingekuwa anapewa yeye. Ungesikia wanataja baadhi ya watu, wangekuwa wanataja watu kwa sababu yeye hayupo kwenye eneo la maamuzi makubwa, wanaamini hivyo. Kwa hiyo hata lawama zisingekuwa kwenye engo yake, lakini kujiweka mbali kwake bwana Murtaza Ali Mangungu ndio kumemfanya achukiwe zaidi na mashabiki wa Simba pamoja na wanachama. Azam FC dhidi ya Simba Sports Club, uwanja wa Benjamin Mkapa, Simba anafunga magoli 2-0. Ni nini kilisababisha Simba kufeli katika ile mechi ambapo Azam FC aliweza kuondoka na ubora huo? Simba alizidiwa uwezo. Yani kuna eneo moja ambalo watu wengi wanashindwa kuelewa. Simba na Azam ni timu ambazo hazitofautiani kwenye eneo la mchezaji mmoja mmoja, hasa ubora. Umeona kitu pekee ambacho kinaweza kikawatofautisha Simba na Azam kwenye mchezo ni pressure ya mashabiki. Simba wana mashabiki wengi ambao wana uwezo wa kupushi ile pressure kwa wachezaji na wachezaji wakaperform zaidi
kuliko wachezaji wa Azam FC, tofauti na Azam ambao wao hawana au mashabiki. Lakini motivation ya Azam kwenye mechi ile ya Simba, kwanza ni Simba wenyewe, ukubwa wa Simba. Yaani wanaamini tukiwafunga Simba tutakuwa ni story, lakini mwisho wa siku itakuwa ni sifa kubwa sana na hata tutawaridhisha pia mabosi.